Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Siku njema inayopendeza Bwana ametupatia. Naamini kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunakwenda kuangalia tafakari katika siku ya leo kutoka Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 1 na kuendelea. Biblia inasema, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha ile, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu Mungu anaumba, hapa ambapo tumesoma kazi zilizokamilika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tangu Mungu alipoumba, aliumba na sabato ilikuwa ndani ya uumbaji, kwamba mwanadamu aishi kwenye raha. Maana sabato ni raha, kukaa kwenye raha. Kwa hiyo mwanadamu ama mtu aliumbwa akae kwenye sabato, akae kwenye ile raha ambayo Mungu kwa kusudi hilo alimfanya aishi naye, katika ule ushirika ambao mwanadamu huyu anakuwa nao na Mungu. Ndiyo raha ya yule mtu na ndiyo raha ya Mungu. Kwa hiyo tangu uumbaji, sio kwamba sabato ilianzia kwenye taifa la Israeli, amri zile. Sasa kutoka kwenye uumbaji, anguko likatokea, raha ikaondolewa. Kwa maana sabato ikaondolewa. Na sabato ilipoondolewa, mwanadamu akaishi kwenye taabu. Yale matamshi ambaye Mungu alitamka juu ya kwa Adamu, kwamba miba itakuotea, utakula kwa jasho, hivyo utatafuta kwa jasho, na mwanamke utazaa kwa utungu. Hayo maneno ambaye Bwana aliyatamka ndiyo yalikuwa yana ondoa ile sabato, ile raha ambaye mtu aliumbwa aishi kwayo. So baada ya hapo machungu yakaishi ndani ya mtu, na baadaye Mungu akairejesha. Baada ya kufanya mchakato wake mzima wa kumrejesha mwanadamu kwenye nafasi yake tena, ili airudie sabato, ndipo sabato ikaja tena kama amri. Sasa yale ambaye yako kwenye zile sheria, amri zile 10, ni vitu ambavyo havikuwepo, lakini vikawepo baada ya mwanadamu kuanguka. Kwa hiyo Mungu anamrudisha tena mwanadamu kwenye sabato yake. Ndio anamwekea zile kanuni, kwamba hiki hapana, hiki hapana, hiki hapana, kwa sababu haya mliyaokota baada ya kuanguka. Nataka kuwarudisha kwenye sabato yenu. Kwa hiyo akatengeneza na siku ambayo ndio ya sabato. Yeye mwenyewe Mungu alikuwa na sabato yake. Siku ya 7 baada ya uumbaji ilikuwa ni sabato yake Mungu, maana alistarehe. Kwa hiyo akaiweka siku ambayo mtu atastarehe mbele zake Mungu, ambayo ndio ikawa siku ya sabato. Lakini wapi alikuwa anaelekea? Alikuwa anaelekea kwa Yesu Kristo, wa manake kuja kuokolewa. Kwamba tunapokuja ama mwanadamu anapookolewa, ndiposa sasa mwanadamu arudi kwenye ile sabato ambayo ndiyo halisi. Sabato ambayo ilikuwa ndiyo halisi kwa mtu kukaa ndani yake Bwana. Yaani mwanadamu arudi kwenye ile raha ya milele. Na hiyo raha ya milele inakuwa sasa ni ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo sabato yetu sisi tunaipata ndani ya Kristo Yesu. Mtu anapoishi kwa kumwamini Mungu, yani anapoishi katika ile furaha na ile raha ya kukaa ndani ya Kristo, yani kumpokea Kristo Yesu, kuna raha iko ndani.
Unaipokea raha sasa, furaha ambayo uliikosa tangu kuzaliwa, kwa sababu furaha hiyo ilipotea tangu anguko, na sheria ilipowekwa kwa ajili ya kuwafanya watu waishi kwenye furaha hiyo, watu walishindwa kuipokea. Na waliposhindwa kuipokea, basi mwanadamu akawa ndio kama hivyo. Kikosea unapigwa, yani unaadhibiwa. Lakini sasa mwanadamu amerudishwa kwenye sabato. Sabato yetu ni Kristo Yesu. Sabato yetu ni Bwana Yesu, ambaye kwa yeye tuna uzima wa milele. Kwa yeye tuna uweza wa kuishi milele. Kwa yeye uweza umepatikana kwetu sisi kufanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo ile raha ambaye Mungu alikuwa amemwekea mwanadamu tangu mwanzo, hapa mstari wa 3 anasema, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani kamwe. Kwamba wale ambayo wameshindwa kuingia kwa sababu walishindwa kukaa kwenye ile kanuni ya furaha ama ya raha ambaye Mungu alikuwa amewaekea, na kwa sababu hiyo wakawa wameangamia njiani kule jangwani. Tafakari ya leo inatutafakarisha nini? Tafakari ya leo inatutafakarisha kwamba Kristo Yesu ndiyo sabato yetu. Ni vile muda unitoshi, tungeenda ndani sana kwenye maandiko. Kristo Yesu ndiyo sabato yetu, na siku ya sabato ni kila siku itwapo leo ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu kuna amani, kuna furaha, kuna kila kitu kile ambacho mwanadamu hawezi kukipata isipokuwa amekaa ndani ya ile sabato, ile raha. Ndio kwenye raha ile utaona kila kitu ambacho ulikifanya kwamba kina faida. Kwa hiyo sisi ambao ndio tumeokolewa, na wewe ambaye hujaokolewa, ni kukaribishe kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uweze kuishi katika sabato ya kila leo na hata milele, ambayo inatuandaa sisi kuingia kwenye raha ya milele ambayo Bwana ametuandalia. Mungu akubariki katika siku ya leo, unapofurahia wewe pamoja na Kristo ndani ya sabato ambaye ni Kristo Yesu. Mungu akubariki sana.